Mambo vipi mtazamaji wa Master Voice Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Leo tumepita katika ukurasa wa kwake God Bless Lema, ule ukurasa wa Instagram unaofahamika kwa jina la God Bless J Lema. Leo ameandika ujumbe mzito pale kumhusu Waziri Kitila Mkumbo. Sasa ameandika nini? Sikiliza vizuri nikusomee kama alivyoandika God Bless Lema. Anasema hivi: taifa halifi kwanza kwa kukosa rasilimali, hufa pale watu wake wanapoanza kuogopa kutumia akili zao. Kuna tofauti kubwa kati ya elimu na akili. Elimu ni zao la akili. Kabla ya kuwepo shule, vitabu na vyuo, kulikuwepo akili iliyouliza maswali, ikafanya uchunguzi na kuumba maarifa. Ndiyo maana jamii inayoheshimu elimu lakini inaadhibu fikra huru, kujenga wasomi lakini si wenye hekima. Athari kubwa ya wakati wetu si ukosefu wa elimu, bali ni pale kufikiri kwa kina kunapoonekana kuwa kosa na ujinga unapoonekana kuwa salama. Siku ambayo watu wataogopa kusema ukweli wanaouona kwa sababu ya hofu, siku hiyo taifa litakuwa limeanza kupoteza uhuru wake wa ndani, hata kama bendera yake bado inapepea. Na taifa haliishi peke yake. Heshima ya taifa mbele ya mataifa mengine ni mtaji usioonekana lakini wenye thamani kubwa kuliko mali nyingi zinazoonekana. Ndio maana mataifa huonekana katika diplomasia, hujenga uaminifu na kulinda taswira yao kwa uangalifu mkubwa. Ni rahisi kubomoa sifa ya taifa kwa kauli moja, lakini inaweza kuchukua miaka mingi kuijenga upya. Mahusiano ya kimataifa si mali ya serikali pekee, ni urithi wa kila raia. Ndani yake kuna biashara, uwekezaji, elimu, utalii, ajira na ndoto za mamilioni ya watu. Kauli inayodhoofisha hadhi ya taifa haimuumizi mtawala pekee, humuumiza mfanyabiashara, mwanafunzi, mkulima, mwekezaji na kijana anayesubiri nafasi yake duniani. Pia tunapaswa kukumbuka kuwa sehemu kubwa ya fedha za kigeni zinazoingia nchini hutegemea imani ya dunia kwa Tanzania. Wageni wengi wanaotembelea nchi yetu wanatoka Marekani, Ulaya na mataifa mengine yanayotuangalia kupitia taswira tunayoiunda kila siku kwa maneno na matendo yetu. Hekima ya kweli si kusema kila unachoweza kusema, ni kujua athari ya kila neno kabla haijatamkwa, kwa sababu mwisho wa yote maneno hujenga historia na historia ndiyo huamua hatima ya vizazi. Pale mwishoni amemalizia anasema, Bwana Kitila, tafadhali usikatishe watu tamaa kusomesha watoto. Huu ndo ujumbe wake God Bless Lema ameuandika siku hii ya leo, na kuna komenti nyingi pale. Naomba nikusomee chache tu kati ya zile nyingi ambazo ameandika. Komenti ya kwanza inasema, nimekuwa wa kwanza kucomment, tuamke wa Tanzania, watu hawalali. Haya, lakini pia nyingine anasema, hayo maneno ungeanza kuwaambia watu wako wa Chadema kuwa akili yenye busara, uacha kuichafua nchi yetu. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Asante.